2023 mkoa wa Dodoma tulifanya utafiti wa kushirikiana na NBS juu ya hali ya uchumi ya mkoa wa Dodoma pamoja na hali ya uchumi ya wananchi wa Dodoma, ambapo tulikuja kujiridhisha kuwa hali ya uchumi ya wananchi wa Dodoma bado iko chini ya kiwango cha taifa, na pia uchumi wa mkoa wa Dodoma uko chini ya kiwango cha kitaifa. Kwa lugha yetu ya Kigogo tunasema GDP ya mtu mmoja iko chini ya kiwango cha kitaifa, na GDP ya mkoa wa Dodoma ikaonekana iko chini ya kiwango cha kitaifa. Kwa hiyo kwa pamoja tukasema, pamoja na majukumu yetu mengi ya msingi ambayo tunafanya kwenye mkoa wa Dodoma, tunao wajibu mkubwa kabisa wa kubadilisha uchumi wa watu wa Dodoma na uchumi wa mkoa wa Dodoma. Lakini pia hilo limetusukuma sana kutokana na mambo mengi. Moja, hali ya wananchi wetu, lakini pili, mkoa wa Dodoma ni kati ya mkoa ambao Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amewekeza fedha nyingi sana kwa ajili ya miradi mbalimbali ya kimkakati, miradi ya makao makuu, lakini na miradi kwa wananchi. Sasa tukasema miradi hii mikubwa, fedha hizi nyingi, trillions za fedha ambazo zimewekewa katika mkoa wa Dodoma, sisi tunarudisha nini kwa Mheshimiwa Rais kutokana na hela hizo? Maana tunafikiri lazima kiwepo kitu cha uzalishaji ambacho kitapelekea fedha hizo kurudi katika mzunguko wa serikali, na sisi tuwe na mchango aidha wa kodi au katika mzunguko wa namna moja au nyingine. Yote haya mawili yakatusukuma sisi mkoa wa Dodoma kusema mkoa wa Dodoma si mji wa kiutawala peke yake, ni mji pia unatakiwa uwe na uchumi, kwa sababu wako wananchi ambao wanahitaji kuwa na maisha bora na kuwa na uchumi mzuri, lakini pia mkoa unahitaji kuwa na mchango katika pato la taifa. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo tulifanya pamoja na mambo ya kukuza uchumi wa mkoa, lakini tuliweka pia nguvu katika kukuza uchumi wa mtu mmoja, na tukasema watu wa Dodoma ili waendelee mmoja aweze kuwa na uchumi kwenye kaya yake, tuende kwenye kilimo, kwa sababu 72% ya wananchi wa Dodoma wanategemea kilimo. Lakini tukasema kilimo gani? Kwa hiyo yako mazao mengi ambayo yanakuwa Dodoma, yanastawi Dodoma. Mheshimiwa Rais akatupa moyo zaidi baada ya kusema Tanzania italisha Afrika, Tanzania italisha dunia, lakini akaanzisha miradi mikubwa ya kimkakati ya umwagiliaji, ya kujenga mabwawa, ya kuchimba kisima. Tukasema kumbe na sisi 72% ya wananchi wa Dodoma, ukiweza kupata namna ya kuwafungua tu kwenye uchumi wao mtu mmoja, manake utakuwa na pato kubwa, lakini utakuwa unachangia chakula hicho ambacho nchi yetu italisha Afrika na mambo mengine. Kwa hiyo tukaja na mazao mengi ya kipaumbele, lakini zao moja ambalo tumekuja nao la kipaumbele ni upandaji wa miti ya matunda kwa kila kaya. Tukasema lazima kila kaya iwe na miti ya matunda. Lakini kwa nini tulisema matunda? Matunda yanasaidia mambo mengi. Moja, tunda kama mti itakuwa inashughulika na mazingira, kwa sababu ule ni mti ambao unatoa hewa ya oxygen. Lakini tunda ni chakula ambacho kitasaidia kuongeza lishe kwa wananchi. Lakini tunda ni uchumi, kwa sababu tunda lile mwananchi akiuza anapata fedha. Tumeona mifano katika mikoa mingine, watu wana miti ya matunda, wanauza, wanapata fedha kama uchumi. Yote haya matatu tukasema kumbe tukipanda mti wa matunda kwenye nyumba italeta mapinduzi makubwa katika mfumo wa uchumi wa mtu mmoja, hasa kila kaya. Kwa hiyo kuja kwenye hatua nyingine ya kuchagua matunda gani sasa tulime katika mkoa wetu wa Dodoma. Kwa hiyo kukaa na watu ambao wametuambia wameshafanya majaribio, tafiti mbalimbali za kutuambia yako mazao ambayo yanastawi Dodoma, yanakuwa vizuri na yanaweza kuwa na soko zuri hata ndani ya nchi na nje ya nchi. Zao la apple ni zao mojawapo. Kwa sisi, kwa sababu zao hili halijalimwa katika mikoa mingi kama zao la kimkakati, tukasema ili kupunguza ushindani na mazao ya mikoa mingine mingi, hemu tuje na zao la apple ambalo kwa sasa litakuwa linapatikana Dodoma. Majaribio ni haya tumeyaona, ambalo hili hapa kwetu ni shamba darasa la mkulima binafsi ambaye yeye alianza kulima mwaka jana. Ndani ya mwaka mmoja ametusimulia jinsi ambavyo ameona matokeo makubwa. Lakini apple uzuri wake una sifa nyingi. Moja, bado una soko kubwa la ndani apple, kwa sababu matunda haya mengi tunaingiza toka nje ya nchi, kwa sababu nchi yetu haijaweza kulima matunda haya mengi ya kujitosheleza. Lakini kama lina soko kubwa ndani ya nchi na bei yake tunaifahamu, hata tukilima ndani ya nchi ikashuka kidogo, bado itakuwa ni bei nzuri kumfurahisha mkulima. Lakini tunda na apple naambiwa ni lishe nzuri sana kwa ajili ya afya, ambapo ndio kila mmoja anakuwa tayari kununua tunda la apple kwa shilingi 1000 ili tu apate afya iliyopo ndani yake. Kwa hiyo tukasema tunda la apple, kwa sababu linastawi Dodoma, kwa sababu linatoa matunda mazuri na matamu sana, basi sisi tuanze na program ya kusema kila kaya mti mmoja wa apple.
mwaka huu wa kwanza. Mwaka wa pili tutaongeza mti wa pili. Mwaka wa tatu, kwa sababu atakuwa ameanza kuvuna, kila mtu atakuwa amejua faida ya apple, na tunaamini kila kaya itaendelea kujiongezea yenyewe. Maana mwanzo shida ni kuanza, kwa sababu watu wanataka waone matokeo ndipo wachukue hatua. Kwa sisi tunaanza kushirikiana nao kwa kuanza, na leo hii ni mfano. Tumekuja kuonyesha jinsi maapple yanavyostawi Dodoma, na mtaona miti ambayo ina matunda mazuri kama ambavyo tumewaonyesha, ambayo yameshazaa, na sisi tulionja kwa niaba yenu matunda yale ni matamu sana, ambayo ukila utasema ni zaidi ya matunda yanayotoka maeneo mengine yote ambayo umewahi kula apple. Kwa hiyo imetusukuma kuona kuwa hili zao linaweza likawa ni zao la kaya, ni zao la kimkakati kwa ajili ya uchumi, kwa ajili ya lishe, lakini pia kwa ajili ya kutunza mazingira, kwa sababu tumeambia miti hii inadumu zaidi ya miaka 1000, zaidi ya miaka 100. Na sisi Dodoma tunasema umaskini sasa Dodoma basi. Watu waanze kuwa na uchumi. Tunajua hata mtu mmoja mwenye kaya awe ni maskini, ana maji ya shida, lakini kumwagilia mti mmoja wa apple nyumbani kwake si jambo gumu. Akimwagilia ndani ya mwaka mmoja, tunda hili linaanza kuzaa. Ndani ya miaka 2 anaanza kuuza maepo. Kwa hiyo ni uvumilivu wa muda mfupi sana wa kumwagilia mti mmoja. Na ndio maana tutaki kuanza na miti mingi, kwa sababu watu watasema kutunza ni shida. Lakini baadaye watu wakiona matunda wataongeza wenyewe kutafuta mti wa pili na wa tatu na wa 4. Kwa hiyo ndugu zangu wana Dodoma, sasa tuseme Dodoma kumekucha, maepo yanaanza kulimwa Dodoma. Dodoma kumekucha, watu wanaanza kuondoa maskini. Tupokee ndugu wananchi, natoa wito kwenu, kila mtu apokee jambo hili kwa mtazamo chanya, kwa shauku kubwa ya kuondoa umaskini wa familia. Asanteni.